kwamba wakati natoa ushuhuda kwamba kuna kitu kilikuwa kinatembea mwilini, kumbe na kwa Frank ni hivyo hivyo. Kimekuwa kinakutembea kwa muda gani? Kwa miaka 15. Sikiliza watu wajanga, kwa miaka 15 mapepo haya yalikuwa yanatembea mwilini mwake. Ulishaenda wapi na wapi Frank? Nilianza kwenda kwa waganga. Ndio, wakafanyaje? Wakashindwa. Dakika mwisho wakaniambia kwamba nitafute mtoto afu nimkate kichwa nipeleke kichwa kwa mganga. Jamani, sikiliza watu wajanga, janga mpo? Jamani, watu wajanga mpo? Mganga akakwambia ukate kichwa cha mtoto umpelekee kichwa. Utafute mtoto ambaye mtoto mchanga. Au utafute mtoto mchanga umkate kichwa. Afu mpelekee mganga. Ndio Frank, ikawaje hapo tena? Yaani aliponiambia vile, mimi kuna siku akanielekeza nenda kwa mama fulani ukamlete kile kichwa cha ule mtoto. Akakuelekeza uende kwa mama fulani kwa usalama wa taifa. Frank, usimseme huyo mama, lakini mganga akakwambia nenda kwa mama fulani kakate kichwa cha mtoto wake. Ndio. Watu wajanga, mnasikia hizi habari watu wajanga? Ndipo hapo ukafanyaje Frank? Basi mimi nikaenda kununua kisu kipya, akaniambia nenda kanunue kisu kipya cha rangi nyekundu. Ukaenda kununua kichwa cha rangi kisu? Kisu kipya cha rangi nyekundu. Ili ukamkate mtoto kichwa? Ndio. Alafu ikawaje? Nikafika mpaka pale, kufika mpaka pale kuna kitu ikanizuia, nikakuta yani ule mtoto kuna mwanga mweupe. Ulipofika kwa yule mtoto, jamani, mtoto ni malaika wa Mungu, akakuta kuna mwanga mweupe kwa mtoto. Lakini ghafla yule mtoto anashangaa akabadilika akawa amevaa vazi jeupe. Yule mtoto akawa amevaa vazi jeupe. Maana yake mnajua hapo kinachoendelea ni nini? Ni kwamba mganga alikuwa ameshamchukua huyo mtoto tayari katika ulimwengu wa giza wa uchawi. Baada ya hapo hizi monitor, hii mic iweke monitor vizuri. Baada ya hapo mimi kuna kitu ikanizuia, kaniambia, ikatokea tu mkono ukasema Frank, ikaita tu Frank acha hicho kitu. Sauti kakwambia Frank acha hicho kitu. Ndio. Jamani, hebu tumpe Yesu makofi mengi sana. Baada ya hapo Frank, kilichoendelea? Kilichoendelea nikaanza kuongea na ule mama, nikamwambia mama samahani lakini kama nakukwaza. Nikamwambia mama nina shilingi 10,000 hapa, naomba uende ukaninunulie. Nikamtuma tu juisi ili mradi nitimize haja ya moyo wangu kwamba nimchukue mtoto nikate kichwa. Lakini sasa ule mama kila nikiongea naye yani naye na mama akabadilika yani kama mwekundu. Jamani, watu wajanga, nasikia haya mambo lakini mpo watu wajanga. Jamani, janga mpo? Sasa Frank, naam, nini kimetokea baada ya maombi? Baada ya maombi ulivyoanza kuomba tu neno la Mungu, maana nilikuwa nimeshanuia kwamba mtumishi wa Mungu atakupata tu madhabahuni nipokee haja ya moyo wangu. Ndio. Nilivyonuia tu ulipoanza kusema kwamba kuna kitu kilikuwa kinakitembea wewe mwenyewe ulivyosema. Na mimi sasa nikaanza kusema hapo, Mungu naomba unitendee siku ya leo, usiniache. Nilivyonuia tu maombi alipoanza tu pale nikadondoka, nilivyodondoka kile kitu ikatoweka. Yule mganga yupo? Yule mganga mpaka leo yupo. Mpaka leo yupo? Yuko janga hii? Hapana, yuko Mwanza. Yuko Mwanza? Ndio. Jamani, mnaona yale mambo ya kukata watoto vichwa, mambo ya kutoa sadaka za watu. Jamani, yuko mchungaji mwema aliyetoa maisha yake kwa ajili ya Franki, na uwanja mzima makofi yako wapi? Mshangilie Bwana kwa makofi. Mchungaji mwema, hakuna sababu ya kukata kichwa cha mtoto tena, hakuna sababu ya kutoa sadaka tena wala makafara. Mchungaji mwema, Yesu aliteswa kwa ajili ya Franki. Makofi yako wapi?